Maono yanakupatia tahadhari ama hadhari ya hatari ambayo iko mbele yako. Unapokuwa na dira unayotaka kuiendea, unapokuwa na lengo unalotaka kulifikia, maono haya yanaweza kukupa tahadhari ya hatari iliyo mbele yako. Lakini pia maono humwelekeza mtu anakokwenda. Maono humwelekeza mtu anakokwenda, ama vision gives us direction of life, or it directs us. Inakupa mwelekeo, inakuelekeza mahali unapotaka kwenda. Mtu asiye na maono ni kama kipofu asiyejua ama asiyeona anapokwenda. Mtu mwenye shida ya macho hawezi kwenda mahali ambapo hakuwahi kwenda. Anaweza kwenda kwa uhuru mahali ambapo ametembea mara nyingi, anaweza angalau kupapasa. Lakini ikiwa ni mahali pake, ni lazima awe na mtu wa kumuongoza. Mtu asiye na maono anaweza kufananishwa na mtu huyo mwenye changamoto ya macho. Maono yanampa mtu kuona mahali anapokwenda. Mtu asiye na maono ni kama mtu anayepita katika giza. Haoni nuru yoyote, haoni mwanga wowote. Pasipo maono, njia yote ni giza kuu. Pasipo maono, njia yote ni giza kuu. Tusome Mathayo 15:14. Niombe mtu mmoja upande huu. Safu hii hapa, Mathayo 15:14. Fungua Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 10 hata ule wa 11. Kipofu akimuongoza kipote shimoni. Lakini hata kipofu mwenyewe akienda peke yake bila mtu wa kumuongoza atatumbukia shimoni. Kwa hiyo unapotembea pasipo maono, unapoishi pasipo maono, ni dhahiri kwamba unaweza kutumbukia katika hatari, ukajikuta katika shida, ukajikuta katika changamoto, kwa sababu huna malengo yoyote yanayoongoza maisha yako. Matendo ya Mitume 9:10 hata 11. Matendo ya Mitume 9:10 hata 11. Neno la Mungu nasema, wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza. Ni penyewe Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 10 na 11. Matendo ya Mitume 9:10-11. Neno la Mungu linasema, basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono. Anania akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba. Amina. Bwana akamwongoza Anania kwenda mahali ambapo Sauli ama Paulo alikuwapo katika hatua za matengenezo yake. Alipokutana na Yesu alipigwa upofu, na kwa njia hiyo alihitaji mtu wa kumuongoza, mtu wa kumwelekeza mahali pa kwenda, na ndipo anapoelekezwa huyu Anania aende. Katika upofu, katika kutoona, njia yote ni giza, huwezi kuona mahali pa kuelekea. Lakini maono pia hupanua fikra zetu. Bila maono, watu wanakuwa na fikra finyu, ama wengine wanaita maono ya kuku badala ya maono ya tai. Maono ya tai ama tai yana sifa gani? Sifa za tai. Karibu. Tai kipekee ana sifa 7. Nitataja tu chache. Sifa ya kwanza,
upaa peke yake, achangamani na ndege wengine. Sifa ya pili, tai hali mizoga. Hali mizoga, anakula kile kitu alichowinda mwenyewe. Sifa ya tatu, tataja hizo tatu. Sifa ya tatu, kujiandaa kustaafu. Akiona na karibia uzee, huenda mahali ambapo hawezi mtu mwingine kupafikia, anaenda pale anajinyonyoa kutoka pale mpaka maneno yatakapoota, ndio anapaa kwenda na maisha. Okay. Karibu uongeze. Anaona mbali zaidi. Tai pia pamoja na sifa hizo ambazo tatu zimebainishwa na hiyo ya nne, anaona mbali. Mahali ambapo ndege wengine, mahali ambapo viumbe wengine hawawezi kufikia, tai anaona mbali. Lakini kuku sifa yake ikoje? Maono yake yakoje? Kwa hiyo tunahimizwa kwamba mtu mwenye maono hayo humwezesha kupanua fikra. Badala ya kuona kama kuku eneo lile linalozunguka, anatazama mbali. Anaweza kuona fursa, anaweza kuona njia, anaweza kuona baraka, anaweza kuona rasilimali mahali ambapo watu wengine hawazioni. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunasema kwamba sioni namna ya kutoka, lakini tangu Januari mpaka Disemba, tangu mwaka wa kwanza mpaka mwaka huu ulionao, hujawahi kutoka hapo kwenye kijiji chako. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine hata kutoka tu kwenye kitongoji chako, hata kijiji chenyewe, vitongoji vingine hujawahi kufika. Halafu unalalamika, sioni fursa, sioni namna ya kutoka. Utatokaje? Bwana Yesu asifiwe. Na tuna changamoto siku hizi ya vijana waliofanya ziara, vijana ambao wamefanya ziara angalau nje ya hii, angalau mwaka huu tangu Januari mpaka sasa Mei, wametoka kwenye mtaa wao kwenda mtaa mwingine. Wapunge mkono. Kama kundi la vijana, sio kama wewe mmoja, kama kundi la vijana, kama kundi la vijana, kama mtaa, kama usharika, wapunge mkono. Okay. Waliotoka nje ya jimbo lao kwa mwaka uliopita, nje na ziara hizi ambazo zinapangwa na ratibu wetu wa idara, waliotoka nje ya jimbo lao wapunge mkono. Kwa mwaka jana mpaka mwaka huu. Ndipo tunapohitaji kutazama kwamba ikiwa tunataka kuwa na maono mazuri na mwelekeo mzuri, kwa mfano wa maono ya tai, ni lazima utazame mbali. Sasa utatazama mbali kwa namna gani kama hutoki? Utatazama mbali kwa namna gani kama huchukui hatua ya kujifunza watu wengine wanaishije, watu wengine wanafanya nini? Utazionaje fursa? Lakini wapongeze ninyi nyote mliochukua hatua ya kutoka hata mwaka huu. Kutoka kuja Tumaini, mtaa wa Tumaini, mtaziona fursa nyingi pia. Na mkiona fursa msiache kuzitumia. Huku unaweza kumiliki ploti ya chai, ukaiendesha mwenyewe, mapesa mengi tu yakaingia kwako. Unaweza kupata kazi nyingi tu huko. Ukiona fursa usiache kuitumia. Lakini hatua hii tu ya kutoka mahali ulipo kwenye kijiji chako, kwenye usharika wako, na kuja kwenye kongamano hili,
ni hatua ya muhimu sana, ambayo wale waliobaki kule waliosema sina fedha, nina kazi nyingi, nina hiki na hiki, utakaporudi ni lazima uwe mtu wa tofauti nao. Lakini ukichukua fursa, ukichukua hatua, Bwana Yesu asifiwe. Maono humwezesha mtu kuziona fursa na mipango mikubwa ya Mungu iliyo mbele yake. Humwezesha mtu kuziona fursa. Unapokuwa na maono, unataka kuwa mfanyabiashara, ndipo unapozitazama na kuziona fursa za biashara. Unapokuwa na maono ya kuwa mkulima, ndipo unapoona fursa za kufanya shughuli za kilimo. Unapokuwa na maono ya kuwa mjasiriamali, ya kuwa fundi, ndipo unapoziona fursa. Lakini kama huna maono, huwezi kuziona fursa. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuziona fursa. Una lengo unalotaka kulifikia, kuna mahali unapotaka kupafikia, ndipo unapoziona fursa kwamba ninawezaje kufika hapo. Mtaalamu mmoja tukiwa kwenye semina, nadhani mwaka juzi pale Nyanyembe, alisema pesa ziko wapi? Alisema pesa zinapatikana wapi? Wainjilisti, naamini waliokuwepo wainjilisti punge mkono. Alisema pesa zinapatikana wapi? Ziko mifukoni mwa watu. Unapolalamika kwamba pesa hakuna, wewe tu hujaenda mifukoni mwa watu uzichukue. Hata jirani ulio naye hapa, mfukoni mwake kuna pesa. Ni namna tu ya wewe kuzichukua pesa hizo. Lakini pia pesa ziko wapi? Zaidi ya kwenye mifuko ya watu, ziko wapi pia? Anasema pia pesa zinapatikana wapi? Zaidi ya kwenye mifuko ya watu, zipo kwenye vipawa. Pesa pia ziko kwenye vipawa. Lakini pesa pia ziko kwenye huduma za jamii. Unapoona mahali kwenye eneo lako hakuna hata kioski, hata unapohitaji kiberiti ni lazima utembee umbali mrefu, maana hiyo ni fursa. Pana pesa hapo zimelala. Ndizo fursa ambazo unaweza kuzitumia ukapata pesa. Usianze kushughulikia mfuko wa mtu sasa. Kuna namna ya kufikia mfuko huo. Maanake ni lazima utafute namna ambayo itamwezesha huyo ambaye fedha zimesitirika mfukoni mwake azichukue mwenyewe na kisha akukabidhi. Sio kuanza kufuatilia pochi yake, kufuatilia mkoba wake. Yeye mwenyewe atazitoa kwa hiari yake na kukukabidhi, kwa sababu umeitumia kama fursa. Umetengeneza huduma ambayo yeye anahitaji, na kisha atakupatia fedha na wewe utamhudumia. Maono humfanya mtu avumilie apitapo katika magumu ama vikwazo. Katika maono, akina Tobia na Sanbalati hawawezi kukuzuia kwenda mbele kuyafikia malengo yako. Nehemia anapoanza kazi ya ujenzi, ameiweka mipango yake vizuri, ametumia muda wa kutosha kumsihi Mungu, ameweka malengo yake vizuri, amewashirikisha watu. Licha ya mipango hiyo yote, vikwazo viliinuka. Akina Sanbalati waliinuka, akina Tobia waliinuka, lakini kwa kuwa alikuwa ameshajipanga kikamilifu, walifanikiwa kuangusha kazi yake? Hawakufanikiwa. Ukuta ulisimama ndani ya muda gani? Ndani ya siku 52 tu. Unapokuwa na maono, una lengo, unataka kufika mahali, hata unapokutana na magumu hayawezi kukurudisha nyuma. Unapokutana na vikwazo haviwezi kukukwamisha. Unapokutana na changamoto utapambana nazo hata utakapovuka ng'ambo ya pili ya mafanikio. Lakini kama huna maono, umejaribu kulima kidogo, hali ya hewa ya mwaka huo haikuwa nzuri, unasema siwezi kulima tena.
Umejaribu kufanya biashara ukayumba kidogo, siwezi kufanya biashara tena. Umejaribu kufanya shughuli hii ukapata changamoto kidogo, unakata tamaa na kurudi nyuma. Huna maono. Wakati mwingine unaweza kupitia magumu, unaweza kupitia changamoto na vipingamizi vingi, lakini kitu kinachoweza kukufanya uendelee mbele, uendelee kupambana ni ramani ama maono ulionayo. Una mahali unapotaka kufikia. Haya yanayoibuka katikati ya safari ni changamoto, ni vikwazo, ni vizuizi ambavyo ukiisha kupambana navyo unafikia yale mafanikio ambayo unayakusudia. Mtu anayesimamia maono yake hata wakati mgumu, uwezo wa kimungu ulio ndani yake wa kuvuka hujitokeza. Katika kupambana ndipo nguvu ya kimungu inapojidhihirisha, ndipo uwezo wa kimungu unapojidhihirisha, na hapo ndipo mtu akishavuka anashangaa, na ndipo anapofikiria hata kufikia hatua ya kusema niliwezaje kupita hapo. Ukiwa ng'ambo ya pili, unatazama korongo ulilolivuka, unatazama magumu uliyovuka, unatazama changamoto uliyoivuka, unasema niliwezaje kuvuka hapo. Lakini huko ng'ambo ya pili tayari husemi nitawezaje kuvuka hapa, na ukabaki kulalamika huko ng'ambo, huku kwenye changamoto. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo tunapopata maana halisi ya kusema Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Mahali ambapo akili zetu zinagoma, mahali ambapo jitihada zetu zinagoma, mahali ambapo ufahamu wetu unakwama, mahali ambapo nguvu zetu zinakwama, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kukwama. Huwezi kubaki kulalamika na kujisikitikia tu. Na huwezi kutegemea Mungu akufanikishe ukiwa umelala usingizi. Hapana. Ni lazima uwe katika hatua za kupambana. Nehemia anapokiri kwamba Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha, yupo kwenye safari anatembea, yuko kwenye kazi anaendelea kupambana, yuko kwenye vita anaendelea kupigana, ndipo anaposema hata mnapoinuka, hata mnapopanga hila za kuniua, Mungu wa mbinguni atakufanikisha. Hajajifungia chumbani kwake akabaki kulia huko. Yupo kupambana, yupo kazini. Vikwazo anakutana navyo katika kazi na hakati tamaa. Na hapo ndipo pia tunapopata kama Musa anavyosema, kisoma kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 13 na wa 14 upande huu. Maiki ielekee kona hii huku. Kutoka 14:13 hata 14. Lakini mwingine pia upande huu hapa mfungue Kutoka 19:4 na 5. Awaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone nguvu. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Amen. Wakati Israeli wanaelekea hatua ya kukata tamaa, hawaoni njia ya kupita, ndipo Musa anapowatia moyo na kuambia, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana. Hawa Wamisri mnaowaona leo wamejipanga na magari ya vita, wamejipanga tayari kuangamiza. Hamtawaona tena. Hamtawaona tena kwa sababu gani? Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Kutoka 19. Kutoka 19 mstari wa 4 na 5. Mmeona jinsi
mmeona jinsi nilivyowatendea Wamisri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtatii sauti yangu kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Amen. Amen. Mmeona jinsi nilivyowachukua katika mbawa zangu. Kuna mahali ambapo miguu yako haiwezi kutembea. Kuna mahali ambapo mwili wako hauwezi kuwa na nguvu ya kuinuka. Na hapo ndipo Mungu anapokubeba kwa mbawa zake. Unajikuta ng'ambo nyingine, unajikuta hatua nyingine, unajikuta mahali pengine, mpaka unajiuliza kwamba imetokeaje. Hata wale waliopanga vita na vikwazo juu yako wanajiuliza kwamba amepitaje, mbona tulijipanga namna hii? Bwana atakubeba katika mbawa zake. Mwanzo 41:41. Mwanzo 41:41. Nasoma. Na unasema, Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuwa juu ya nchi yote ya Misri. Tazama nimekuweka. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Huyu ni Yusufu ambaye habari zake zinafahamika. Alichukiwa katika nyumba ya baba yake na ndugu zake, akauzwa Misri kama mtumwa, akaishi nyumbani kwa Potifa kama mtumwa. Ikafanywa hila pale na mke wa Potifa, akapelekwa gerezani. Amekaa gerezani, na ndipo baadaye anapofunguliwa katika nchi ya ugeni, akawa kiongozi mkuu kabisa wa nchi kwa nafasi ya waziri mkuu. Na ndipo hapo ambapo Farao asema kwamba tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Lakini baada ya kuvuka vikwazo vingi, hata vikwazo vya kuvuka kumkwepa yule mke wa Potifa, anasema kijana mzuri namna hii, tafadhali ulale nami. Akamwambia, nilichokabidhiwa si wewe, vitu vingine vyote nimekabidhiwa isipokuwa wewe, kwa sababu wewe ni mke wa Potifa. Lakini hivi vyote kwa ni vikwazo ambavyo vingeweza kumlaza chini, vingeweza kumrudisha nyuma, vingeweza kupoteza sifa yake, vingeweza kupoteza lengo lake. Alipopambana navyo akashinda, mwisho wake Mungu anamwinua kwa viwango vingine. Changamoto za kufikia maono. Wakati uwapo katika safari ya hatima ya maisha yako, zipo changamoto zinazoweza kutokeza ama kuinuka juu yako, lengo likiwa kukufanya usifikie mwisho au muonekano halisi wa picha ama dira ama ramani ya kile unachokiona. Unapopambana kuyafikia maono yako, zipo changamoto zinazoweza kujitokeza ili kukukwamisha usifikie mahali hapo unapotaka kupafikia. Kama ilivyokuwa kwa Nehemia, inaweza kuwa kwako pia. Lakini miongoni mwa changamoto hizo ni hofu au mashaka. Kutoka 4 mstari wa kwanza na mstari michache inayoendelea. Yeyote aliyepaona kutoka sura ya 4 mstari wa kwanza na kuendelea. Kutoka 4 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawatanisikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa unaweza kufikia hapo.
mashaka